Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Taifa kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, ndugu Fadhili Maganya, amesema kilichotokea Oktoba 29 wakati wa uchaguzi kwa baadhi ya vijana kufanya vurugu katika maeneo mbalimbali ya nchi haikuwahi kutokea. Hivyo rais kutoa msamaha kwa baadhi ya vijana hao haimaanishi kuwa ni woga kama baadhi ya watu walivyofikiri. Akizungumza hii leo jijini Dodoma, amesema alichokifanya rais ni kutibu maumivu kwa kutoa msamaha kwa baadhi ya vijana walioshiriki vurugu hizo pasipo kufahamu walichokitenda. Vile Maganya amesema kuwa lengo kuu la hatua hiyo ni kufanya Tanzania kusonga mbele kama taifa moja lenye umoja, mshikamano na heshima baada ya kipindi cha uchaguzi. Hili lilotokea kwetu sisi wa Tanzania, mimi na nie, halikuwahi kutokea. Kwa hiyo linapotokea jambo kama hili, kama kiongozi with leadership maturity, lazima ufike pahala utibu maumivu hayo. Ametoa kwa nia njema. Mheshimiwa Rais angeweza kufanya vyovyote vile anavyoweza. Machafuko haya yamewahi kutokea nchi mbalimbali. Political unrest nchi mbalimbali, na hawakuwahi kuchukua hatua kama alizozichukua Mheshimiwa Rais kwa kutoa msamaha, kuangalia uzito wa makosa ambayo wale wahusika wameyafanya. Kwa hiyo niendelee tu kusisitiza kwamba hii ni nia njema ya kulileta taifa pamoja na wala si uoga. Kwa mshangao, na sisi wa Tanzania mkiwemo na ninyi, kwa mshangao mkubwa, yalitokea ambayo hatukuyatarajia. Zilitokea vurugu siku ile ya uchaguzi, vurugu zilizosababisha uvunjifu wa amani, na zikaenda mbele zikasababisha vifo kwa Watanzania na hasa vijana waliojitokeza kwenye vurugu zile. Lakini zilisababisha uharibifu wa mali za umma na mali binafsi za Watanzania wenzetu. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilichukua hatua katika kudhibiti jambo hili. Na katika kudhibiti huko kulisababisha watu kukamatwa na wakafikishwa mbele za vyombo vyetu vya sheria, na wengine wakafikishwa mahakamani katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Kufuatia hilo, sisi sote tumemsikia Mheshimiwa Rais kama kiongozi, kama mzazi, kama mlezi, kama mfariji mkuu, miongoni mwa sifa mbalimbali alizonazo kama rais wa nchi yetu, ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe kwamba vinachuja kulingana na uzito wa kosa ambalo watuhumiwa wameshiriki hadi kukamatwa, na waachiwe huru. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Charles Fabian. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na venye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DSTV, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi, piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.